DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero. Lero lero ni lero. Hata ungekuwa ni wewe lazima ingekuuma. Yaani unapanga jambo na mtu, mnakubaliana vizuri, hafu baadaye unakuja kugundua kwamba ulidanganywa. Walikuhadaa, lazima ikuume. Na hayo ndiyo maumivu aliyopitia mwanasiasa nguli na mmoja wa wapinzani wa kweli barani Afrika aliyekuwa na majina mengi. Aliitwa Raila Amolo Odinga, wengine walimuita Gor Mahia, wengine wakamuita Rao, wengine wakamuita Baba. Mzee huyu alisalitiwa na waliomsaliti hawakumuomba msamaha. Ngoja nikupe mikasa aliyopitia kwa ufupi. Mwaka 1963, baba yake Raila, Mzee Jaramogi Oginga Odinga, alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais wakati huo akiwa ni Jomo Kenyatta. Lakini mwaka mmoja nyuma yake, Raila akiwa kijana mdogo hivi wa miaka 17, Mzee Jaramogi akamwambia, bwana kijana, nataka uende kusoma Ujerumani Mashariki. Hiyo ilikuwa ni kama mwaka 62 hivi. Sasa kipindi hicho Umoja wa Kisovieti, yani USSR, ilikuwa inatawala Ujerumani Mashariki. Kwa huko kulikuwa kuna wakomunisti na watu wanaoamini katika falsafa ya ujamaa. Sasa kwa Raila ilikuwa ni ngumu sana kutoka moja kwa moja Kenya kwenda Ujerumani Mashariki, kwa sababu Kenya kipindi hicho ilikuwa inahusishwa na ubepari. Lakini Tanganyika sisi tulikuwa wajamaa. Mzee Jaramogi akaongea na waziri mkuu wa Tanganyika kipindi hicho, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ili Raila aje Dar es Salaam, achukue pasipoti ya Tanganyika aweze kwenda Ujerumani Mashariki. Na kweli Raila akapanda basi mdogo mdogo, barabara yenye mashimo, akafika Dar. Akakutana na Mwalimu na akafanikiwa kupata pasipoti au pasi ya kusafiria iliyomtambulisha kwamba yeye ni Mtanganyika. Moja kwa moja akaondoka kwenda Ujerumani Mashariki. Alipofika kule akasomea uhandisi, na mwaka 1969 Raila ikabidi arudi Kenya akiwa sasa ameshaiva, iko vizuri. Akakuta baba yake ambaye alikuwa anafanya kazi pamoja na serikali, pamoja na Jomo Kenyatta, sasa amegeuka mpinzani. Akakuta baba yake ana chama kinaitwa KPU, harakati ambazo zilimfanya Jomo Kenyatta amfunge Jaramogi jela miezi 15. Kwa hiyo Raila akiwa ni msomi, moja kwa moja akaanza kufundisha chuo kikuu cha Nairobi, idara ya uhandisi, na baadaye basi akawa bosi wa shirika jipya la viwango la Kenya. Sasa ukaja utawala wa Rais Daniel Arap Moi, ambaye alitawala Kenya kuanzia mwaka 1978 mpaka mwaka 2002. Sasa wakati wa Moi, Mzee Jaramogi alikuwa anaendelea kuwa active kwenye siasa. Ushawishi wake ulikuwa bado ni mkubwa, hasa katika jamii yake ya Luo. Kuna muda alikuwa anaelewana na Moi, kuna muda ngoma ilikuwa inakuwa ngumu, kwani kuna wakati alianzisha chama kipya, Moi akakikataa. Ilipofika mwaka 1982 likafanyika jaribio la kumpindua Rais Moi. Raila pamoja na baba yake Mzee Jaramogi wakahusishwa moja kwa moja na jaribio hilo. Raila akakamatwa, akawekwa ndani miaka 6 kuanzia mwaka 1982 mpaka 88. Na alivyotoka 88, Raila akaendeleza moto ule ule. Akakamatwa tena, akawekwa ndani. Akaja kutoka mwaka 89. Alivyotoka tena akaanza harakati za kudai uwepo wa vyama vingi mbadala wa chama kinachotawala cha KANU. Basi ilipofika mwaka 1991, Moi akakubali kwamba mfumo wa vyama vingi uweze kuanza kufanya kazi nchini Kenya. Ndipo Raila kwa mara ya kwanza akagombea ubunge jimbo la Lang'ata kupitia chama chake cha Ford Kenya na akashinda. Sasa uhasama ndo ukaanza. Mwaka 2001 Raila akafanya makubaliano na mtu ambaye alimtesa, alimfunga jela, alimuumiza Rais Moi huyo. Akafanya makubaliano naye. Wakafanya kitu kinaitwa handshake. Wakashikana mikono. Na wakafanya makubaliano kwamba aingie katika serikali, na endapo Moi ataondoka, yeye aweze kushika kiti cha urais wa Kenya. Basi Raila akapewa waziri wa nishati. Ilipofika 2002,
Moi akatangaza wazi kwamba yeye hatagombea tena urais wa Kenya. Na Raila akajua sasa, sasa ndo wakati wa Mungu, huu ndo wakati wa mimi kuingia Ikulu. Kumbe Rais Moi alikuwa na mtu wake kichwani, kijana mdogo Uhuru Kenyatta. Taarifa zilipomfikia Odinga kwamba Moi amemchagua mtu mwingine, Raila akaona kabisa hicho ni kisu alichochomwa mgongoni bila kutegemea. Ikamuuma sana. Raila akaangalia pembeni, akaona kuna mwanasiasa wa moto, mpinzani wa Moi, anaitwa Mwai Kibaki. Akaona sasa huyu ndo akwenda naye. Akaenda kwa Kibaki, akamwambia mzee, tunafanyaje? Kibaki akasema itabidi tupambane, tuungane, tuweze kukitoa hiki chama tawala madarakani. Tuunganishe nguvu, tumshinde ukijana mdogo Uhuru Kenyatta. Na katika mazingira haya mwanasiasa Najib Balala ambaye aliwahi kuwa waziri wa utalii wa Kenya anasema kambi ya Mwai Kibaki kipindi hicho ilimwahidi Raila wazi kabisa kwamba wakiingia Ikulu watafanya mabadiliko ya katiba na kuanzisha cheo cha waziri mkuu, na hicho cheo atapewa Raila Odinga. Kwa hiyo Raila akasema sawa. Ulipokuja uchaguzi, bwana we, uchaguzi ulikuwa mbinde. Kibaki akashinda kwa mara ya kwanza, chama cha upinzani kikatoa chama kilichokuwa madarakani nje. Uhuru Kenyatta akatupiliwa mbali. Cha ajabu, Kibaki akagoma kufanya mabadiliko ambayo alikuwa ameyasema awali na kumpa Raila cheo cha waziri mkuu. Raila akajikuta amesalitiwa tena kwa mara nyingine tena. Mwisho wa siku akaja kupewa wizara ya barabara. Akaumia sana. Na Raila akaona sasa ni muda wa kuendelea kupambania mabadiliko. Akaanza kuwa mpinzani wa Kibaki. Ilipofika 2005, Kenya ikawa ya moto. Wapo wanamsapoti Raila, wapo wanamsapoti Rais Kibaki. Ikabidi sasa Kibaki aruhusu kura ya maoni, watu wachague waikubali rasimu mpya ya katiba au waikatae. Na mapendekezo mapya ya serikali ilikuwa ni kwamba tuwe na kiongozi mmoja ambaye ni strong. Ile kambi ya wale wanaoikubali serikali wakawa wanatumia alama ya ndizi, kwamba tubaki na mfumo wetu huu tunautumia, baki mtu mmoja ambaye ni strong, tuachane mambo ya kushare madaraka haya. Walioikataa wakawa wanatumia alama ya chungwa. Wenyewe walisema kwamba tuwe tunashirikishana madaraka, kwa kuna power sharing, upande wa Raila Odinga huyo. Kwa hiyo Odinga akawaongoza wanachungwa kuikataa ile rasimu, na hatimaye Raila na wanachungwa wakashinda kwa asilimia nyingi sana. Kibaki akaona mbona kama watu wamenikataa hivi? Maana ile wale wanachungwa sasa ambao walikuwa ni Orange Democratic Movement ilikuwa ni ya moto. Sasa ikabidi mwaka 2007 ile movement sasa ikabidi isajiliwe kiwe chama cha siasa. Na hiyo 2007 ndipo Kibaki na Raila wakaingia kwenye mchuano mkali wa kuingia Ikulu. Uchaguzi huo mwaka 2007. Na kura zilivyoanza kuhesabiwa mwanzoni, awali kaonyesha kwamba Odinga ameshinda. Yaani ODM, chama cha ODM kikajitangaza kuwa kimeshinda uchaguzi. Lakini baadaye kura zilivyoendelea kuhesabiwa ikaonyesha kwamba Kibaki ameshinda. Bwana we, ikazua balaa. Hapo machafuko makubwa yakaibuka na yakaikumba Kenya. Watu zaidi ya 1000 wakauawa vibaya, na wengine wengi wakapata vilema, wakapata ulemavu wa kudumu, mpaka pale wanadiplomasia akiwemo aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan akaenda kusuluhisha. Ndipo Raila akakubali kushare power na Kibaki. Raila akawa waziri mkuu wa Kenya kuanzia hiyo mwaka 2008 mpaka 2013. Wengi sana wakaita hii ni serikali ya nusu mkate, upande huku upande huku. Huyo ndio baba. Na kama nilivyosema awali, aliitwa pia Gor Mahia, ikiwa na maana mtaalamu wa dawa, mtu mwenye maajabu mengi. Wapo wanaomkumbuka kama kiongozi wa upinzani aliyenyukana na wanasiasa wenzake katika kusaka uraisi bila mafanikio. Wengine wanamkumbuka kwa mchango wake wa kufanikisha mabadiliko ya katiba mwaka 2010 ambapo Kenya ilianza kutumia mfumo wa ugatuzi, yani devolution. Lakini wengine wanamkumbuka kama mwanasiasa
aliyeweza kufanya kazi na wapinzani wake na kuuishi msemo maarufu kwamba kwenye siasa hakuna rafiki wala adui wa kudumu. Hivi sasa mijini na vijijini, Wakenya na Waafrika kwa ujumla wanamlilia kiongozi huyo aliyehitimisha enzi yake hapa duniani Oktoba 15 mwaka 2025, huku wachache wakisema Raila Amolo Odinga baba alikuwa ni mfalme ambaye hakuwahi kukikalia kiti cha ufalme.